Habari kwa kina. Mtazamaji wa Nje ya Box TV, hii ni habari kwa kina na moja kwa moja tunaelekea Namibia ambapo siku ya jana wameapisha mwanamke kuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo. Tokana na nchi hiyo kukosa kwa ajira na ukosefu wa usawa, je, Rais Nandi anaweza kukabiliana na changamoto hizo kama tunavyoshuhudia katika nchi ya Tanzania? Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa kwanza wa kike na ameweza kuinua uchumi wa Tanzania. Moja kwa moja tunataka kujua nini kimejiri huko Namibia. Baada ya Tanzania kuwa na rais wa kwanza wa kike Dr. Samia Suluhu Hassan 2025, Namibia yamwapisha rais wake wa kwanza mwanamke. Netumbo Nandi Ndaitwah ndiye rais wa kwanza wa Namibia mwanamke. Rais mpya wa Namibia ameapishwa leo siku ya Ijumaa kuongoza nchi inayokabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira, ukosefu wa usawa na umaskini, na atakuwa akikabiliana na changamoto za kiuchumi sambamba na kuwa rais mwanamke wa pili kuwahi kuchaguliwa moja kwa moja barani Afrika na rais wa kwanza mwanamke wa Namibia. Lakini kama jambo lolote likitokea, kama linaweza kutokea katika utawala wowote chini ya mwanaume, kuna wale ambao wangependa kusema waangalie wanawake. Akiwa na umri wa miaka 72, alishinda uchaguzi kwa 57% ya kula, huku mpinzani wake kwa karibu Panduleni Itula alipata kula 26% kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo. Ni kisa katika mfululizo wa matukio katika maisha yake Nandi, akipigana na utawala uliokuwa na utoroka katika kujiwezesha na kujijenga kama mwanamke mashuhuri nchini Namibia. Nandi Ndaitwah amekuwa mwanachama mwaminifu chama tawala cha SWAPO tangu akiwa msichana na kuapa kuleta mabadiliko ya kiuchumi nchini Namibia. Nandi Ndaitwah alizaliwa mwaka 1952 kaskazini mwa kijiji cha Onamutai. Ni mtoto wa 9 miongoni mwa watoto 13 na baba yake mzazi alikuwa kiongozi wa kidini wa kanisa la Anglikana. Please repeat after me. I, Netumbo Nandi Ndaitwah, do hereby swear that I will strive to the best of my ability to uphold, protect, and defend as the supreme law the Constitution of the Republic of Namibia, and faithfully to obey, execute, of Namibia, that I will protect the independence, sovereignty, territorial integrity, and the material and spiritual resources of the Republic of Namibia, and that I will endeavor to the best of my ability to ensure justice for all the inhabitants of the Republic of Namibia. Please raise your right hand and state, "So help me God." So help me God. Namibia ni nchi kubwa kijiografia yenye idadi ndogo ya watu milioni 3. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa wakulima wa asili ya kizungu wanamiliki takriban 70% ya mashamba ya nchi hiyo. Jumla ya Wanamibia 53,773 walitambuliwa kuwa wazungu katika sensa ya 2023, wakiwakilisha 1.8% ya wakazi wa nchi hiyo. Kiwango cha ukosefu wa ajira kiliongezeka hadi 36.9% mnamo 2023 kutokana na 33.4% mnamo 2018. Kulingana na wakala wa takwimu nchini, Nandi alisema uchumi ambao kwa kiasi fulani umetegemea mauzo ya madini nje ya nchi unapaswa kufanya kazi zaidi katika kuongeza thamani ya kile ambacho nchi inachimba kutoka ardhini badala ya kusafirisha malighafi nje ya nchi.
Pia anataka Namibia kuangazia zaidi sekta ubunifu na kufanya sekta elimu kuzoelea hali halisi mpya kiuchumi. As the 5th President of the Republic of Namibia, I am committed, I am determined, and I believe that together with all Namibians, we can make Namibia the best place for one to live in. Long live the Republic of Namibia. Long live the people of Namibia. Long live the friendship between Namibia and the people of the world. Nandi Ndaitwah ni mwanamke wa pili Afrika kuchaguliwa moja kwa moja kama rais baada ya Ellen Johnson wa Libya. Rais mwingine mwanamke pekee wa bara hilo kwa sasa ni Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, ambaye alichukua nafasi hiyo baada ya mtangulizi wake kufariki dunia akiwa madarakani mwaka 2021. To our friendly brothers and sisters of Namibia, today is your day. Thank you for setting a perfect example in exercising your democratic right in a peaceful manner. You made a wise choice and a sound investment by electing a woman president. As you also mark your 35th independence anniversary, I want to wish you a happy Independence Day and enjoy the double celebrations of rewriting your history. To President Netumbo Nandi Ndaitwah, President of the Republic of Namibia, and my dear sister, Tanzanians, we fondly address you as Mama Swapo, a name given to you by our founding father, Mwalimu Nyerere. My heartfelt congratulations to you once again for making history, but also for setting the bar high for Africa and Namibia's girl child. Your resounding victory is a moment of pride to the continent, but more so to the people of Tanzania, your home during the most part of your primary years. To Tanzanians, we are happy to see the daughter we nurtured and raised with love and compassion has now risen to the highest office on this land. Madam President, your neighbors in Magomeni, Dar es Salaam, are celebrating and sending you their best wishes. Nandi Ndaitwah anataka kupimwa kwa ubora wake, lakini alisema kuwa ni jambo zuri kwamba sisi kama nchi tunatambua kwamba kama vile wanaume wanaweza kufanya, basi wanawake pia wanaweza kufanya, kushiriki nafasi ya mamlaka mbalimbali. Hii ilikuwa ni habari kwa kina. Langu jina ni Christina Mbalo. Kwa sasa kusubscribe, kulike na kushare ili kwanza kupata notification. Habari kwa kina.